Katika Misali sura ya 25 mstari wa 11 inasema hivi: neno linenalo wakati wa kufaa ni kama machungwa katika vyano vya fedha. Kwa ujumla mimi naweza kusema kwamba kitendo ambacho labda kina Mwakasege lakini pia kina Mwamposa kwa sasa wanaonekana wanakuwa kama wanakemea au wanasikitishwa na mauaji. Niwe kuona hata wakati fulani Mwamposa kanasema masuala ya watu kuuawa ni laana, kama kanaonyesha ni laana, lakini pia unaona kama hivi unamwona mzee Mwakasege anajaribu kuonyesha anasikitika sana. Sasa sijajua alikuwa kalenga nini, lakini wazi moja kwa moja kinachomsikitisha kwenye klipu hii ni kama kuhusiana na yanayoendelea ndani ya nchi yetu ya Tanganyika. Anasikitishwa, anasema Mungu ingilia kati, angalia tunavyohuzunika, angalia watu wako tulivyolia. Lakini mimi nahisi kwamba Biblia ina ukweli inavyosema kwamba neno linenalo kwa wakati unaofaa. Huu ni wakati ambao inawezekana sasa ile nguvu iliyokuwa inatumika, kwa sababu hata kama kuna watu walitekwa, kuna watu waliuawa, mpaka leo ninavyoongea kina Mdude Nyagali, kina Deus Soka, kina Injili Geuzayo Lo, Amfani Polepole, mpaka leo hatujui wako wapi. Tumewapoteza ndugu zetu. Mimi mwenyewe niona ile mwaka jana Oktoba tarehe 21 nilikoswa kutekwa, akachukuliwa kijana wangu, akaja akatoka mwezi wa 12. Vituo vyote tulivyopita walikataa, akasema hatuko naye. Baadaye asante Mungu tukaja tena, kuna kijana alitoka ndani ya kile kituo akaja akatupa taarifa kwamba yuko mahali fulani, na ndipo baadaye, kwa sababu pia na Hecha alikuwepo kwenye kile kituo cha hapa Dodoma Mtumba, ndipo mzee wetu sisi ambaye ndiye anayetulea akapiga simu kwa kumuuliza, bwana, hujamuona kijana wangu kwenye kituo hicho ulichotoka? Heche ndo akawa amesema kwamba pale yupo, lakini walikataa kata vituo vyote kwamba hawako na huyu kijana wangu ambaye ndiyo mshirika wangu ambaye niko naye hapa Dodoma. Sasa mimi ninachotaka niseme ni hivi: yote yaliyoendelea kwenye nchi yetu hii, watu wametekwa, watu wameuawa. Uje pia kanisa la Gwajima alipozungumzia masuala ya utekaji kwamba si desturi yetu sisi wa Tanganyika, na rais akishindwa kuyadhibiti, manake yeye pengine ndo muhusika, kwa sababu kuna wakati fulani wewe kumwona hata Butiko anasema Rais Samia sidhani kama anatuma watu wateke watu, si kuwaburuza watu, anasema hii hapana. Sasa utakuja utaona wako wanaojinadi kwamba tukiwapoteza polisi msiwatafute, wakina Felix Buriani, si wale wanaitwa kama siakosea. Uje kuna kijana mwingine wa CCM naye akanatamka kwamba tunataka kibali, wote wanaokuwa na msema mwenyekiti wetu, rais wetu vibaya tuwakate na mapanga, tuwakate. Yaani wanaomba vibali kwa mkuu wa polisi, IGP wa Mbula au si ndo RPC wa mahali hapo, wanaomba kibali wakate watu wote wanaombeza na kumkosoa rais. Sasa utakuja utaona kwa nini watu hao hawadhibitiwi kwa kuchukuliwa hatua za moja kwa moja. Kina Mafuere wametajwa na kina Sativa wamehusika kuwateka, mbona wachukuliwa hatua zozote za kuondolewa kwenye kazi? Kwa sababu kwa mujibu wa katiba rais anatakiwa kumwajibisha yule. Akisipomwajibisha, maana yake basi pengine yeye ndiye anayemtuma au ndiye anayowatuma wafanye hayo mambo hayo ya utekaji. Sasa leo hii unakuja unaona watu wanaharakati wanakamatwa, wanafirwa. Uje si mzee Mbarikiwa Mwakipesile, mtoto wake aliuawa, yeye mwenyewe akawekwa gerezani, kaja baadaye mwenyewe akaanza kuwindwa mpaka akaondoka, yuko sasa nje ya nchi. Wachungaji kibao wamekimbia kwenye nchi, wakina Judy Michel, uje Dickson Kabigumila. Sasa watu wanaishi kwa mashaka na hofu nyingi. Haya maneno au hayo yote hayo nayasema hapa, wakina Mwakasege hamkuyaona. Mimi waga nawafananisha na kina Yona alitumwa aende Ninawi, akaelekea Tarshishi. Mimi ndo waga nawafanisha sana, kwa sababu maneno mnayoongea hayastahili kunenwa kwa wakati huu. Yaani hapa ni kama mnatonesha vidonda. Sisi tuna maumivu ya kupotezwa kwa ndugu zetu, kuuawa. Hamkuongea chochote. Sasa hivi mnapoanza kuongea ni kama mnatukumbusha, mnatonesha vidonda ambavyo yani bado vibichi kabisa. Ndio mimi nasemaga heri mkae kimya tu. Nyinyi simeamua kupatana na mauaji, mmeamua kupatana na wauaji, mmeamua kufumbia macho mauaji. Kwa sababu mimi ninachokujaga kusema
type kama kina Mwakasege. Sisi wengine, sisi tunaojitafuta, makanisa yetu bado tunajitafuta, hatuna hata washirika 5 hata 10 hawafiki. Sisi wengine hatuna kweli sifa pengine za kukaa na hao mnaowaita nyie wakubwa, ila sisi, mimi kwa ufahamu nilio nao na mtazamo hiyo, mimi nawaita wauaji wa ndugu zetu, kwa sababu kitendo ambacho tutaona watu watatekwa, watu watauawa, alafu ni simple tu tunaona tu watajitokeza. Haya mambo tunakemea. Unaona kama huyu si ndo Mwigulu Nchemba anasema hizi ni issue tu, ni drama tu. Yaani watu wanatekwa ni drama tu, ni issue tu. Wanachukulia simple tu kwa sababu pengine wao watoto wao hawatekwi. Sasa kwa mujibu wa Biblia, mhubiri wa neno la Mungu anatakiwa nini? Mpaka afunuliwe na Roho Mtakatifu. Biblia haijasema mpaka tufunuliwe na Roho Mtakatifu. Biblia inasema mulisikialo nyinyi katika siri lineneni juu ya paa. Ukisoma katika kile kitabu cha Ezekieli hapa, pengine nisome hapa katika Ezekieli 3 hapa. Sikia maneno haya, sikia maandiko haya. Ezekieli 3 mstari wa 17. Imeandikwa kusema hivi: mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili tokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala husemi na huyo mtu mbaya, ili kumwonya kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Anasema mtu yule mbaya akifa katika uovu wake, damu yake nitaitaka mikononi mwako. Huyo ndo mhubiri, kaagizwa hivyo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Sasa hivi hawa wanaitwa si wakubwa, si ndo rais, si ndo mbunge, wakifanya utekaji, wakiua watu, wakishiriki kula rasilimali, kuteka, kuumiza watu, yaani kujifanyia vitu kiholela, kula rasilimali wao. Tuna watoto wao wanakopa, afu akisha kopa madeni hayo linaitwa deni la taifa, tunakuja tunabebeshwa wale watu wa hali za chini huku. Hao sio wezi, hao sio wauaji, wanatakiwa tu waombewe. Wakati kwa mujibu wa Biblia inasema wauaji wanatakiwa pia waonywe, waambiwe. Kwa mujibu wa Biblia inasema wauaji hawataurithi uzima wa milele. Sasa utakuta kwa mfano akina Mwamposa, akina Mwakasege wanawashirika hao, na pengine wakati mwingine wanakutana hata huko Ikulu, wanakula nao na wanawaombea maombi fulani ya kuwabariki, yani Mungu awabariki, awainue, awafunike, ili waende kuteka, pengine waende kuua. Sasa leo hii kujifanya mna uchungu, mnazosema uwaji, si mimi nasema ni heri mkae tu kimya, kwa sababu huu ni unafiki. Na kwa sehemu kubwa Mtume Paulo naungana naye sana kwa falsafa yake. Mtume Paulo kuna wakati fulani alipokuwa naona Petro anafanya vitu vya unafiki, alimkemea mbele za watu alimkemea. Sasa yeye Petro ndo alikuwa amekabidhiwa kanisa, ndo mkubwa, na ndivyo ilivyo sasa. Hawa akina Mwakasege ni wakubwa, sisi wengine pengine sina hata sifa ya kuongea neno lolote mbele ya Mwakasege, lakini kuna neno ninalo, nasema hivi: kuna vitu ambavyo kwa kadri mtakapokuwa mnajaribu kuviongea mtaonekana tu wanafiki. Kwa sababu mlikuwa wapi siku zote? Kwani ukutia neno wakati kanisa la Gwajima limefungiwa? Kwani ukutia neno? Kwa nini hujatia neno mzee Mbariko Mwakipesile, mtoto wake ameuawa na mkuu wa usalama na akajitapa hadharani, na yeye mwenyewe mzee Mbariko Mwakipesile wakamfunga gerezani kwa kuto kusajili kanisa, wakati pale wilayani usajili anao? Kwani ukutia neno? Ila sasa ndo mnaanza jamani, Mungu tukumbuke, mnakuja mnatia mnatia pilipili kwenye vidonda. Yaani hapa kinachofanyika ni kama mnajaribu kujisafisha kwa waumini wenu, waonekana kwamba mna huruma na watu. Nyinyi hamna huruma yoyote, nyinyi ni wakina Yona tu. Nyinyi mnatumwa kwenda Nawi, mnaenda Tarishishi, ni wakina Yona. Yaani hapa kilichoko mnajaribu kujiintroduce. Sasa mnajaribu kama kujionyesha kwamba sisi ni watumishi. Unajua, ili ionekane kana kwamba ni mtumishi wa lazima pia na ukemee na mambo mabaya, ukemee mauaji, ukemee utekaji. Sasa kwa kuwa sasa hivi si nguvu kubwa inayotumika, kwa sababu sasa hivi washapata urais, si wako kwenye viti vya urais. Sasa hivi sisi ndo tunaolia tu, ndugu zetu waliopotea kwenye wakati wa kuandamana, sisi ndo tunaolia huku, na wengine wamefungwa. Sisi ndo tunaolia huku, wenyewe washapata viti, sasa washakaa wametulia, sababu mwisho yote, hata kama walikuwa wanateka, walikuwa wanaua, walikuwa wanataka tu wakae kwenye nafasi zao. Sasa washakaa, maana yake sasa hivi ndo mnaanza sasa kutokeza sasa haya mauaji. Mungu tukumbuke, mauaji hayafai.
kuteka watu wakufai. Mulikuwa wapi? Kwa nini msingeongea wakati ule? Ndio maana maandiko yanasema neno linenalo kwa wakati unaofaa ni bora sana. Ni bora sana kuliko huu sasa. Hii mimi naita ni unafiki. Ni unafiki. Minafiki kabisa, mimi naambia minafiki. Kabisa na hakikishenia heri tumkae kimya. Kukaa kimya kutaendelea tu kuwaonyesha kwamba sisi ni hawa. Lakini kuliko mnajaribu kuleta maigizo. Haya ni maigizo haya. Haya ni maigizo. Haya ni maigizo. Ni maigizo, mimi nawahakikishieni. Ni maigizo. Mnajaribu tu kuwaigizia na kuwaikitia washirika, sababu asilimia kubwa walokole wengi ni kama misukule type. Ni ile namna ambayo unakuta mchungaji anamwambia sasa Mungu ataleta baraka yako mwaka wa upiti. Mungu ataleta baraka yako. Unakuta jamaa lenyewe alifungi, aliombe, alikuibadani, alipatikani, ili malaya, alizinzi, linashiriki tabia zote mbaya, linashiriki rushwa, ila tu Mungu ameiona siku yake, ameona mateso yake. Ili abarikiwe, toa ili Mungu akuone, toa ili nyinyi hakuna mali mnapotoa wahubiri ili nyinyi zije. Nyinyi mnachangisha za macho kwa macho haya. Kwa sababu sasa mmegundua Afrika ni ukanda wa malofa, ukanda wa mataira, mnatumia akili hizo sasa. Mnacheza nao. Unajua Waswahili wanasema ukila na kipofu atakuwa kwenda, ndio mnachokifanya sasa. Mnakula na vipofu. Mnafanya kama mnaonyesha njia, ila nyinyi mnaelewa kwamba tunawapeleka shimoni. Elewe, mmekwisha kupata sababu yenu. Naambieni, hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani. Anasema tengenezeni njia Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule afaye katika Bwana tangu sasa, apate kutimiza wajibu wake angali bado akiwa yuko duniani. Tazama Mungu mhukumu haki wa kila mtu yuaje na malipo yenu. Na hii ndiyo maana neno Maranatha. Usitunyamazie, yatosha. Mungu husikii kilio cha watoto wako kwenye mifumo, mara hii tu tena. Mungu wa Danieli ambaye ndiye Mungu wetu, usitunyamazie. Ungemnyamazia mfalme Dario, Danieli asingetokea. Danieli asingekuwa na ushuhuda. Danieli sura ya 6 isingeandikwa na ushindi mwishoni. Rekarapako Bakuki alikulilia akasema, nimelia, mbona umenyamaza? Unanyamazaje Mungu wakati mdhalimu anatengeneza kumeza mwenye haki?